Tukizungumzia mafanikio ya awamu hii ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa upande wa sekta ya elimu, wilaya yetu ya Mpanda tumeweza kupokea fedha shilingi bilioni 29.91 ambazo zimeenda kutekeleza miundombinu mbalimbali ya sekta ya elimu upande wa msingi pamoja na upande wa sekondari katika wilaya yetu ya Mpanda, ambazo zimeenda kufanya shughuli mbalimbali kwa upande wa sekta ya elimu. Na katika kipindi hicho cha miaka 4, kwa maana hizi fedha ambazo tumeweza kuzipokea zimeweza kutekeleza miradi, kwa mfano ujenzi wa shule mpya 37. Katika shule hizi, shule za msingi ziko 23 na shule za sekondari ziko 14. Lakini pia fedha hizo zimeweza kutekeleza ujenzi wa vyumba vya madarasa 611, ambapo vyumba vya madarasa kwa ajili ya shule za msingi ni vyumba 373 na vyumba vya madarasa upande wa sekondari ni vyumba 238. Fedha hizo pia zimeweza kujenga matundu ya vyoo yapatayo 758. Kati ya matundu hayo, matundu 521 ni kwa ajili ya shule za msingi na matundu 237 ni matundu ya vyoo kwa upande wa shule za sekondari. Lakini pia fedha hizo zimeweza kujenga nyumba za walimu 17. Fedha hizo pia zimeweza kujenga maabara 21 katika wilaya yetu ya Mpanda. Fedha hizo pia nilizozitaja bilioni 29.91 zimeweza kulipa posho za madaraka upande wa walimu. Zimeweza kusaidia kuendelea kutoa elimu bure kwa maana kuanzia darasa la awali mpaka kidato cha 6, pamoja na utengenezaji wa madawati, viti na meza katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwa ujumla wake, fedha hizi ambazo zimeweza kupokelewa na kutekeleza hiyo miundombinu niliyoitaja kwa upande wa sekta ya elimu imeweza kuongeza pia ufaulu katika shule za msingi pamoja na shule za sekondari. Lakini pia usajili wa wanafunzi umeweza kuongezeka kwa watoto wanaoanza darasa la kwanza, wanaoanza darasa la awali na wanaoanza kidato cha kwanza. Kwa mfano, kwa upande wa kidato cha kwanza, miundombinu hii ya elimu imeweza kusaidia usajili wa wanafunzi kwa maana ya kidato cha kwanza. Waliokuwa wanaanza kidato cha kwanza mwaka 2021 ilikuwa ni wastani wa 88%, lakini kwa sasa wastani wa wanaoanza kidato cha kwanza ni 102% katika wilaya yetu ya Mpanda. Lakini pia katika kipindi hichi cha miaka 4 tumeweza kushuhudia pia ongezeko la walimu ambao wameletwa kwa ajili ya shule zetu za msingi pamoja na shule za sekondari. Kila mwaka serikali imekuwa ikituletea walimu wapya kwa ajili ya kuja kuhakikisha watoto wetu wanapata elimu bora. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa wilaya Mpanda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna ambavyo ameendelea kutuletea fedha kwa ajili ya kuhakikisha watoto wa wilaya ya Mpanda wanapata elimu katika mazingira safi na katika mazingira yaliyo bora na mazingira ya kisasa kabisa. Mimi ni mwananchi wa manispaa ya Mpanda, mkoa wa Katavi. Nazungumzia miaka 4 ya Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli miaka yake 4 tumeona mafanikio makubwa hasa upande wa elimu. Mimi kama mzazi, kwanza tunamshukuru sana mama yetu kwa hichi alichokifanya, kwa sababu miundombinu ya elimu imetengenezwa. Kwa mfano, kuna shule ambazo zilikuwa ni shule chakavu zimeboreshwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia tuna shule zingine ambazo mpya zimejengwa. Lakini madawati, kulikuwa huko nyuma manispaa yetu ya Mpanda kulikuwa kuna adha ya madawati. Saizi kiukweli adha ile imeisha, hata kama ipo basi ni ndogo sana, sio kwa kiwango kile ambao na imani kabisa muda sio mrefu itakwenda kuisha. Lakini pia wameboresha mpaka upande wa vyoo. Saizi watoto wetu, yani hata mzazi anapokwenda shule, umekaa nyumbani mtoto anakwenda shule una amani, tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa kweli mama tunampongeza na tunasema mama hapo alipo
tunaamini tunakuelekea ni kuzuri zaidi, lakini pia tunaangalia ufaulu. Upande wa ufaulu umepanda kwa wanafunzi na hasa kwa watoto wa kike ambao huko nyuma watoto wa kike ilikuwa kidogo kwenye elimu wanakuwa nyuma. Saizi wanajitahidi sana kwa sababu ya hamasa, hasa baada ya kuona mama yetu anafanya vizuri kama mwanamke. Tunamwombea sana Mama Samia Suluhu Hassan aendelee miaka yake mingine hii ambayo tunakwenda kumpa kwa kishindo. Tutamuunga mkono kwa sababu mafanikio yake tumeona makubwa sana, hasa upande wa elimu na mengineo mengi. Kwa miaka minne ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa kweli hususan kwenye manispaa yetu elimu imeimarika sana. Ikiwepo kwenye upande wa kuimarisha majengo, madarasa, lakini na shule maalum. Maana kuna shule nyingi zimetengewa pesa nyingi, lakini miundombinu mingi imeboreshwa sana. Kwa mfano kuna shule moja iko Kasokora kule kubwa tu ambayo inakwenda kugharimu zaidi ya bilioni 4. Hiyo ni kazi kubwa anayoifanya. Kwenye kata yangu ya kwa mfano Mpanda Hoteli pale kuna sekondari ambayo tumepewa zaidi ya milioni 300 na kidogo kwenye sekondari tu, bado shule za msingi. Kwa hiyo kiujumla kwa miaka minne ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameboresha kwenye upande wa elimu kwa asilimia kubwa sana. Yaani kwenye manispaa ya Mpanda tumenufaika sana. Sisi kama wananchi tunampongeza sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni eneo muhimu sana, eneo la elimu ambalo lilikuwa limeshasuasua kwa muda mrefu. Lakini mama yetu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan tunampongeza kwa sababu eneo hilo sasa lilikuwa limeshapwaya na sasa amekuja kuliimarisha. Tumepata madarasa mapya, tumepata shule maalum, tumepata shule za watoto, tumepata madarasa mengi tu ambayo ni ya kutosha. Kwa hiyo mimi kama mwananchi nimpongeze kwanza Mheshimiwa Samia, na mimi naendelea kusema kwamba Mama Samia Suluhu mitano tena. Nazungumzia kwenye miaka hii minne ya Rais Samia Suluhu Hassan ametusaidia sana katika swala la elimu. Hasa awali hata tukiangalia katika madawati pia amezidi kutuongezea, na kwenye miundombinu hasa maabara pia kule tumesaidiwa. Lakini kitu kingine tunaongelea kwenye masuala ya walimu. Walimu wamezidi kwa sambaza. Awali hapo tulikuwa na changamoto sana walimu, hasa tukiangalia kwenye ngazi ya walimu wa science. Lakini kwa sasa hivi kidogo umejitahidi, kuna walimu ambao wanakuja wanaletwa wanasambazia. Hivyo tu basi tunamshukuru sana Mama Samia. Kwa upande wangu kwa miaka minne ya Mama Samia tumeona mengi sana aliyotufanyia. Kwa mfano ujenzi wa maabara katika shule zetu hizi. Maabara zimekuwa nyingi, zinatosha, huduma kwa walimu. Tumekuwa tukipata walimu wengi wa masomo mbalimbali wanatuhudumia. Walimu wanapata mishahara yao kwa wakati. Kwa tumepata mambo mengi sana kwenye miaka minne ya Mama Samia. Ujenzi wa shule madarasa sasa yanatosha, majengo ya kujisomea ni mengi. Kwa tunamshukuru sana Mama Samia. Ufaulu wa wanafunzi umeongezeka kwa kiasi kikubwa kutokana na ujenzi wa madarasa, kwa sababu madarasa yamekuwa ni mengi. Kwa wanafunzi tunafaulu kwa wingi, tunaweza kujiunga na shule kutokana na madarasa yalivyo mengi.